Siku moja nimeenda parokiani, nikaingia ofisi kwa paroko. Sasa paroko akaniacha ofisini, akaenda akasema kaa narudi. Alivyoondoka, unajua watoto watundu muda mwingine sio wazuri sana, lakini muda mwingine ni wazuri. Nikaanza kuangalia kama walioweka pale vitabu vya sala, na angalia hivi, nikaona kitabu kimoja kimeandikwa Kiingereza in his presence, katika uwepo wake. Nikakichomoa kwanza, nikageuza nyuma huko, nikasoma, nikaona mwandishi alichoeleza kuna utamu fulani hivi. Nikaingia kwenye yaliomo, nikasoma nikawa sasa. Paroko naye akafanya makosa, akachelewa kurudi. Nikasoma kurasa ya kwanza, nikaona utamu. Sasa akanipigia simu paroko, akasema kama umechoka unaweza kufunga, tutaonana baadaye, niko hapa na mambo yamejitokeza. Nikasema sasa kama umeniambia niondoke, naondoka na kitabu. Msifu Yesu Kristo. So nikaondoka na kitabu hicho bila kumwambia. Nikajikaza kwa siku mbili, nikasoma nikamaliza. Siku nilivyorudi parokiani, nikarudisha kitabu chake. Maana yake sijaiba, nilichukua tu nisome. Lakini mwandishi wa kitabu hicho anaitwa Bob Rice, anatokea Amerika. So nilivyorudi kwa paroko kumuuliza hiki kitabu nawezaje kupata cha kwangu, akasema hiki kitabu nilivyoenda likizo huko nikakutana na shemasi wa kudumu anaitwa Bob Rice. Huyu Bob Rice alikuwa ni mchungaji wa Kipentekosti, ana makanisa matatu, waumini wake sio chini ya 10,000. Sasa Bob Rice mke wake akafariki, akaendelea kusali na kumwomba Mungu apate mke mwingine anaoweza. Unajua katika utume huu ndio na kanisa inaonekana kwa busara, liona ni vyema mapadri wasioe, kwa kuwa familia nayo inaweza kuwa ni fujo. Msifu Yesu Kristo. Kubeba mambo ya kanisa, mchungaji wa watu na wewe ni msimamizi wa familia, inaweza kuwa changamoto. Mke wako anaweza kuamka asubuhi amenuna, amevuta mdomo umeingia kwenye pua, na wewe unataka uende kuadhimisha misa, kaenda huko kwa wewe mwenyewe mpaka line zimekosa network. Sasa akaomba apate mke anamjua Mungu na anaweza kumsaidia kama msaidizi, utume wake uendelee vizuri. Sasa bahati mbaya au bahati nzuri, akakutana na mama mmoja akampenda, wakaanza mahusiano. Sasa katika mahusiano wakapendana kabisa. Sasa tunataka tuoane. Huyu mama ni Mkatoliki kwa damu na kila kitu, ni Mkatoliki. Akamwambia kiukweli, kukupenda na niko tayari kuolewa na wewe, lakini nabaki Mkatoliki milele na milele, amina. So kwa kuzungumza sana, Bob Rice anaona huyu mwanamke ana maadili mazuri. Wazungu siku hizi tunasema marriage material, lakini ni Mkatoliki, mimi ni Mpentekosti. So ikawasumbua sana, lakini akafika muda akasema kweli tukikubaliana mimi namuoa. So wakaanza kutafuta ushauri, na Bob Rice alikuwa tayari mchungaji huyu kupata ushauri wote kutoka kwa padri. Wakaongea mpaka wakafika muda wa kukubaliana, mpaka wakaenda kwa askofu. Askofu akawapa
kibali wafunge ndoa kanisa Katoliki. Na Bob Rice vitu vyote alivyoongea mbele ya padri na askofu aliheshimu, hata kama mke wake ana sanamu yake ya Mama Maria msalaba nyumbani, alikuwa anaviheshimu na anasali kama Mkatoliki anayosali. Sasa kule nchi za kwetu wenzetu, ibada Jumapili hawachukui muda mrefu sana, hata matangazo wanapata, hawataki usimama hapo upoteze muda. Wengine hata sadaka wanatumia kwa njia ya simu, kuamka na kusimama hakuna, so inachukua muda mfupi. Bob Rice alikuwa mwaminifu kumpeleka mke wake asubuhi, anasali, anamrudisha nyumbani, ndio anaenda kanisani kwake na yeye kutoa huduma au ibada kanisani kwake. Wakaendelea hivyo kwa heshima, wanaheshimiana hivyo. So siku moja mke wake alikuwa kila siku anamwambia Alhamisi anaenda kuabudu. Sasa Bob Rice, jambo la kwenda kuabudu Yesu, naenda kuabudu Ekaristi, Bob Rice alikuwa haelewi vizuri. So siku hiyo alikuwa na muda, akasema wacha nimpeleke mke wangu niende nione kitu anachoenda kufanya. Alivyokuja alikuta watu wote, Yesu ako altari pale na watu wamepiga magoti, na yeye akaingia akapiga magoti kama watu wote. Sasa Bob Rice alichoanza kuona altari pale, Wakatoliki walikuwa wanaona kitu kingine, Bob Rice anaona kwenye monstrance, sura ya mtu, uso wa mtu, anatabasamu, na akaanza kumfundisha Injili ya Yohane yote. Bob Rice anaendelea anavyoangalia watu wengine. Unajua kuna watu wengine tunakuja kuabudu, tunafika muda tunazima data, tunapoteza network, nini kinachoendelea hujui. Anaangalia, anaona kama watu hawaelewi kinachoendelea, yeye anaona kitu tofauti. Na Wakristo wengine wamekaa, wengine wako bize wanasoma sala kwenye vitabu. Bob Rice ako kwenye mazungumzo ya kina sana. Lakini jambo moja kwenye kitabu hicho, Bob Rice, Yesu anamwambia alivyosema, huu ndio mwili wangu, hii ni damu yangu. Yesu alisema sijasema mkate huu ni ishara ya mwili wangu na divai ishara ya damu yangu, nilimaanisha nilichosema. Na hiyo ndio ilisababisha Wayahudi wengi kuanza kuniacha, kwa kuwa nimesema mimi ndio mwili. Na kwa Wayahudi ni haramu mtu kula nyama au kuonja damu hata ya mnyama. So wakaacha, wakaondoka. Na akasema watu wengi wameondoka na wanaanza kufundisha kwamba Yesu nilimaanisha kwamba mkate huu kama ishara, lakini nilimaanisha kabisa nimo kwenye mkate huo mwili na damu yenyewe kwenye divai. Bob Rice akauliza, sasa nifanyeje? Hapo akaanza kupambana na Yesu. Mimi ni mchungaji, makanisa watu karibu 10,000. Nikitoka hapa kwenda kanisa Katoliki, mimi hata sio shemasi, maana yake nitakuwa Mkristo wa kawaida. Msifu Yesu Kristo. Sasa naanzia wapi? Yesu akamjibu kwa statement moja, in his presence, katika uwepo wake. Ndio ujumbe wa kitabu chake. Alivyotoka pale amechanganyikiwa, lakini neno la mwisho anamaliza hadithi yake na Yesu kabla Father hajatoa baraka ya sakramenti kwa watu, akamwambia ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru.
So Bob Rice akasema anamaanisha nini? Leo nimejua ukweli, na ukweli kwamba Yesu wa Ekaristi anapatikana kwenye maumbo ya mkate na divai kwenye kanisa Katoliki. So nikibaki huku, maana yake nafanya kitu kinachofanana na ukweli lakini sio ukweli. So anatoka pale anaanza kuongea na mke wake, anamuelezea hii hadithi yote, na mke wake akamwambia, mimi katika maisha yangu yote ninasali sijui za Mtakatifu Rita nani na nani na nani, lakini misa ndio chemchemu na kielelezo cha sala zote, na hiyo hauwezi kunitenganisha na mimi. Bob Rice, kumbuka ilikuwa ni Alhamisi. Jumapili akaenda kanisani kwake, rasmi akatangaza, mimi naondoka kwa kujua ukweli, naenda kanisa Katoliki. Watu wakasimama, katika jina la Yesu tunavunja roho ya dini. Huyu tulijua mchungaji anaooa Mkatoliki atamwambukiza roho ya dini. Sasa mchungaji, pepo la Kikatoliki, vunja. Msema sawa, vunja, mkimaliza mimi naondoka. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Alivyoondoka, watu ndani kanisa wameumia. Watu wachache tu walisikiliza kwa makini, akasema sisi tunaondoka na Bob Rice kujiunga kwenye kanisa Katoliki. Wachache tu, wengi wakabaki, wasaidizi wachungaji wakaendelea na kuongoza hilo kanisa. Sasa Bob Rice tuseme ametokea hapa Pasua, anakaa pale, kila mtu hata sio Wakristo wakimkuta wanasema huyu mwanamke. Unajua, mara nyingi mwanaume ukiwa mpole kwenye familia yako, ndugu zako wanaweza kusema huyu amelogwa na mke. Msifu Yesu Kristo. Mke wake amemloga, kumbe jamaa hajalogwa, na kama amelogwa na Yesu mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. So Bob Rice akaona maneno ni mengi, akahamia wenzetu wanaita state, sisi tuseme kama mkoa mwingine. Akaama, alivyoenda huko wakaenda kutafuta kujitambulisha kama waumini kwenye parokia mpya umekuja. Sasa akaanza kusimulia padri wa parokia hiyo safari yake ya kutoka kanisa la Kipentekosti na kuingia kanisa Katoliki. Anavyomsimulia akasema, lakini Yesu aliniambia in his presence, katika uwepo wake. Father, hilo neno mpaka sasa hivi linanisumbua, sielewi alikuwa anamaanisha nini. Father alifurahi, yeye ndani na tabasamu anafurahi. Ni Father amepewa kipawa cha kuombea watu kupitia kwa Yesu wa Ekaristi na kupata uponyaji. Basi akajua huyu tunaweza kufanya naye kazi, na yeye Father maisha yake ni kusali mbele ya Yesu wa Ekaristi. So akaona neno hilo katika uwepo wake, maana yake nikimsaidia huyu akaendelea kuelewa zaidi nani tunaomwabudu katika maumbo ya mkate na divai, atanisaidia kama mlee kufanya huduma huu. Yakaanza kumwelezea. Kuanzia hapo Bob Rice pamoja na padri wakaanza kufanya utume na watu wanamiminika kanisani hilo. Na unajua kwenzetu kule Amerika uwito, vijana wengi wako katika maisha ya kidunia, katika uwito wa kumtumikia Mungu ni wachache. So ndio naona kule Ulaya mtu akijitokeza, una ndoa yako na nini, kumtumikia kanisa linaweza kukuandaa wakakupa daraja la ushemasi, lakini shemasi wa kudumu. Tumsifu Yesu Kristo. Maana yake unabaki shemasi, sio hauingia kwenye daraja la upadre. So akaenda akasoma, akawa shemasi wa kudumu. So akaanza kufanya kazi na padri, na akaona Mungu anavyomtumia sana kwa kusaidia
waumini wengi. Lakini jambo moja tu, najua hiyo Ekaristi tutafundisha siku ya kesho, lakini jambo moja Bob Rice anamalizia iliyonigusa sana. Akasema, kwa muda nimeingia ndani ya kanisa Katoliki na kuanza kuelewa Yesu wa Ekaristi. Akasema, mimi mwenyewe ninavyotembea na kwenda kupokea Yesu wa Ekaristi, ninavyokaribia pale, naona kama mtu aliyoanza kupanda mlima Kilimanjaro, navyo huko juu mnaita Kibo. Hapo ndio naanza kuema kwa pumzi ya juu sana, kwa kuwa umetoka umechoka, lakini nia yako lazima nifike kileleni. Hapo ndio Mkristu angejua muda huo anavyokaribia hapo, anajua ametembea safari ya kupanda mlima, unafikia pale. Hapo ndio moyo wako unanyenyekea kwamba sasa hivi nimefika katika kile zawadi isiyopatikana kwenye mazingira ya kawaida. Nasema, lakini kwa bahati mbaya Wakatoliki wengi hawajui jambo hili. Wanavyoenda, anaenda, unajua watu wengine hata anaenda jinsi anavyotembea. Bahati mbaya mimi nakaa sana na vijana, unamwona anatembea kwenda kupokea, wengine anatembea kama ng'ombe wanaenda kunywa maji. Hata akipokea hivi basi unamwona anavyogeuka, hajui kwamba alichobeba. Na akarudia tena akasema, Wakatoliki wote wangejua kilichonilazimisha niache kanisa na zaka wanaoleta ni nyingi kuliko ninayopokea huku, hakuna Mkatoliki angekaa maisha bila kupokea Yesu wa Ekaristi. Akasema, we piga tu picha kwenye kikombe kile Siborium, padre angesimama pale kwenye kikombe hicho akaweka hela, yeye alitumia hela ya kwao, dola 10 imejaa. Kila Mkristo unakuja pokea dola 10, pokea dola 10. Nani mpaka siku ya leo angekuwa amekatalia, angebaki katika uchumba sugu? Si dola 10 ni elfu kama 20, sio elfu ngapi? Karibu 22. Mimi hapa misa hizi 3 hizi hapa hizi, naamua tu natoka nyumbani Jumapili zote na sali, maana yake ni 60,000 na kitu kwa siku. Yesu Kristo, pokea dola 10. Hata misa za asubuhi watu wangekuwa wanajaa, unaanzia hapa unarudi nyumbani na 24,000. Lakini kwa kuwa watu wanatamani vitu vya nje kuliko vitu chakula cha kiroho, nasema ndio shida nimekuta nilivyoingia kanisa Katoliki. Waliolelewa katika mazingira ya kanisa Katoliki kwenye mapokeo ya mitume wamepokea vizuri, wenyewe hawaelewi Yesu wa Ekaristi.